anisaidie kuomba kwa mzigo sana, anisaidie kuomba kwa kujituma sana, anisaidie kusokota maombi yangu, anisaidie kusokota maombi yangu. Maana Biblia inasema tunaomba hatupati kwa sababu hatujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu anayeweza kutujulisha na kutufundisha namna ya kuomba. Roho wa Bwana, nifundishe kuomba ninapokwenda kuomba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inua kinywa chako, tunena mbele za Bwana kwa maombi. Muite Bwana malango ya masaha. Bwana Yesu, tuko mbele zako malango ya masaha ya watu wako, wamesikia neno lako. Bwana Yesu, tumeambiwa kuhusu habari zako sasa. Bwana Yesu, tumefundishwa kuhusu habari za kukua katika roho. Bwana Yesu, tumefundishwa kuhusu habari za kuwa watu wazima katika roho. Bwana Yesu, umetufundisha kuhusu habari za kukua sana. Bwana Yesu, umetufundisha kuhusu habari za kukua. Bwana Yesu, umetufundisha kuhusu habari za kuwa watu wazima. Nami malango ya masaha haya Bwana Yesu, nawaleta watoto wako. Nami malango ya masaha haya Bwana Yesu, naleta kanisa lako. Nami malango ya masaha haya Bwana Yesu, naleta vijana wa mahali hapa. Naleta wanaume kwa wanawake wa mahali hapa. Naleta wazee kwa wabinti wa mahali hapa. Naleta wanawake kwa wanaume wa mahali hapa. Bwana, nauliza roho ya kukua katika roho. Bwana, nauliza ukubwa katika roho. Bwana, nauliza kukua katika roho. Bwana, nauliza roho ya kufundishika. Bwana, nauliza roho ya kujifunza. Bwana, nauliza roho ya kuelewa. Rabadaba sinderebo koria masindata. Rekerebo koria mahandarabo sita. Baba, ninaachilia roho ya kuelewa. Baba, ninaachilia roho ya kujifunza. Baba, ninaachilia roho ya kujifunza. Baba, ninaachilia roho ya kuelewa. Baba, ninaachilia roho ya kujifunza. Baba, ninaachilia roho ya kuelewa. Baba, ninaachilia roho ya kujifunza. Baba, ninaachilia roho ya kuelewa. Baba, ninaachilia roho ya kujifunza. Baba, ninaachilia roho ya kukujua wewe. Naachilia roho ya kutamani kukujua wewe. Naachilia roho ya kutamani kukufahamu wewe. Naachilia roho ya kutamani kukuelewa wewe. Naachilia roho ya kutamani kukujua wewe. Naachilia roho ya kutamani kukufahamu wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye haki, uwa udogo katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Baba, tazama hata yule Zakayo aliyekuwa na ufupi wa kimo chake, alikuwa na ufupi wa kimo chake, alipotamani kumwona Yesu na kuzipata baraka za Yesu ili wokovu uingie nyumbani mwake. Bwana Yesu ulimtumia Zakayo. Zakayo akainuka pale ambapo alikuwa ameketi. Zakayo akaweka ngazi, akapanda juu ya mkuyu, akapanda juu ya mti. Lengo ni kutafuta kimo ili kwa ajili ya kukupata Bwana. Lengo ni kutafuta kimo Bwana, ni kwa ajili ya kuingia wokovu katika nyumba yake. Nami malango ya masaa haya, malango ya dakika hizi, malango ya masaa haya, Bwana wa mabwana, imaiki imenyima sana. Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu na uweza, malango ya masaa haya, asante asante asante, malango ya masaa haya, Bwana wa mabwana na Mungu mwenye nguvu, malango ya masaa haya Yesu, watoto wako walioko mahali hapa, ninauliza ongezeko la kimo, kimo kikaongezeke malango ya masaa, kimo chao Bwana Yesu ukakiongeze tena, kimo chao cha kiroho ukakiongeze tena, kimo chao cha utoaji kikaongezeke tena, kimo chako cha kukujua kikaongezeke tena. Ninauliza ongezeko, ninauliza ongezeko, ninauliza ongezeko, ninauliza ongezeko, ninauliza ongezeko, ninauliza ongezeko. Erika dabadaba sandara bokoria, Erika yanda makarebo shitiribusa, Erika raba sandara makarebo koria batanda, Erika raba koria makanderebo sikiribu sanda, Erika raba koria makanderebo koria basindiribu. Baba, ninauliza roho ya kuongezeka, ninakataa hicho kimo, ninazuia huo ufupi, ninavunja huo ufupi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huo ufupi wa kimo, huo utoto kwenye roho, huo utoto wa rohoni, huo utoto wa rohoni unaowazuia watu kuzipata baraka za Bwana. Maana Biblia inasema naye mtoto mtoto mdogo anafanyika kama mtumwa, ingawa ni mrithi wa vyote, lakini mtu akiwa mtu mzima anapewa urithi wake. Bwana Yesu Mungu mwenye nguvu, tazama kuna wengine wako hapa, udogo wao kwenye ulimwengu wa roho ndio umefanya wanaishi maisha wanayoishi. Utoto wao kwenye maisha yao ya kiroho ndio umefanya wanaishi jinsi wanavyoishi, ndio wanafanya wawe jinsi wanavyokuwa. Lakini leo Bwana na Mungu mwenye nguvu, lakini leo Mungu wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, lakini leo Mungu wa majeshi, Mungu wa Isaka, lakini leo
Mungu wa majeshi, Mungu wa Yakobo, ninauliza roho ya ukomavu, ninauliza roho ya kukua, ninauliza roho ya kukua, ninauliza roho ya kukua, ninauliza roho ya kukua, ninauliza roho ya kukua. Watu wako wakakue, watu wako wakakue, watu wako wakakue, wazae matunda, wazae matunda, biashara zao zizae matunda, kazi zao zizae matunda, huduma zao zizae matunda, masomo yao yazae matunda, uchumi wao uzae matunda katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya udumavu na kutokuzaa, hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya utasa katika ulimwengu wa roho ninaikataa sasa, ninaivunja sasa, ninaiharibu, ninaibomoa kwa damu ya Yesu. Huo utasa wa rohoni, huo utasa kwenye biashara, huo utasa kwenye huduma, huo utasa kwenye kazi, huo utasa kwenye wokovu, huo utasa kwenye biashara, huo utasa kwenye kazi, ninakwenda kinyume nao. Malango ya masahaya kama utasa, kanyaga utasa, roho ya kutokuza. Umebaki mmoja, ulinunua kiwanja kikabaki kimoja, hakijazaa kingine. Ulijenga nyumba ikabaki ni moja, haijazaa nyingine. Ulianzisha kampuni ikabaki ni moja, haijaongezeka nyingine. Ulianzisha biashara ikabaki ni ile, haijaongezeka wala haijakuwa. Ulipata wateja wakabaki ni wale, hawajaongezeka wala hawajakuwa wala hawajapanuka. Kwa jina la Yesu nakataa utasa, nakataa utasa, nakataa utasa. Leo siku ya pili ya maombi ya leo, kwa jina la Yesu nakataa utasa, nakataa utasa. Hiyo roho ya utasa, roho ya udumavu, 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 roho ya udumavu iliyokukalia, imekalia biashara, imekalia afya yako, imekalia masomo, imekalia kazi. Piga udumavu, piga udumavu, piga udumavu, piga udumavu, piga udumavu, piga udumavu, piga udumavu. Tangu uendelee hauongezeki, watoto wako hawafanikiwi, wamebaki pale pale, hawaongezeki, wako pale pale. Hiyo roho ya udumavu piga kwa jina la Yesu. Ninaikataa, ninaiharibu. Rabadabadabahanda, Eriakadabahanda, Eripapakandarabosa, Erianda Karabosite, Erikapaka Yandaka, Orapasikekera, Erika Yandaka Baba, Erika Dababa, Erika Yandaka, Erika Sikete, Erika Pakata, Erika Makatusha, Erika Yabadaba. Rika sikitika. Baba, ninaachilia roho ya uzao, roho ya uzao kwenye biashara zao, roho ya uzao kwenye huduma zao, roho ya uzao kwenye masomo yao, roho ya uzao kwenye kazi zao, roho ya uzao kwenye biashara zao. Kwa jina la Yesu, roho ya utasa ninaikamata, ninaiharibu, ninaipamoa, ninaiangusha, ninaiteketeza, ninaiangamiza, ninaipiga, ninaivunja, ninaiharibu. Pigwa roho ya utasa, pigwa roho ya kutokuza, pigwa roho ya kutokuza. Biashara zinazaa, biashara zizai, kukua wazai, mifugo waizai, mifugo iongezeke, kazi iongezeke, biashara iongezeke, nyumba ziongezeke, huduma iongezeke. Hiyo roho ambayo inazuia kuzaa, hiyo roho ambayo inaleta utasa kwa nyumba ya Mungu, inaleta utasa kwa nyumba za wanawake, kwa nyumba za wanaume, hiyo roho ambayo inaleta utasa kwenye kazi zao. Wengine wamesoma hawaongezeki, hawazai, hawakui, hawapanuki, hawaongezeki. Kwa jina la Yesu pigwa, pigwa, pigwa hiyo roho, pigwa kwa damu, pigwa kwa damu, pigwa kwa nguvu. Bado hujaomba, bado hujaomba, bado hujaomba, bado hujaomba, bado hujaomba, bado hujaomba. Ukibaki tasa miaka 60 itakukuta hivyo, miaka 70 itakukuta hivyo. Hebu kasirika kwa ajili ya maisha yako, hebu kasirika kwa ajili ya maisha yako. Hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya utasa ambayo inazuia utukufu wa Bwana usijidhihirishe kwenye masomo yao. Hiyo roho ya utasa ambayo inazuia utukufu wa Bwana usijidhihirishe kwenye kazi zao. Hiyo roho ya utasa ambayo inazuia utukufu wa Bwana usionekane kwenye biashara zao. Hiyo roho ya utasa ambayo inazuia utukufu wa Bwana usidhihirike kwenye kazi zao. Hiyo roho ya utasa ambayo inazuia utukufu wa Bwana usidhihirike kwenye kazi zao, kwenye biashara zao. Piga utasa, 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 piga utasa. Rakababa, Riakatabada, Rimakandarabosa, Rikabakatabada, Rikabakaraba, Iriakadabada, Rikatashikata, Rikapakatasaka, Rapatakaya, Rakatikiti, Rikapakatosaka, Rakatakata, Ripapapa, Rakatosakataka, Rakatepasakataka, Rikapakayanaka, Rikapakatakasaka. Hiyo roho ya utasa iliyofungia waume zao, hiyo roho ya utasa iliyofungia huduma zao, hiyo roho ya utasa iliyofunga kazi zao, hiyo roho ya utasa iliyofunga majina yao,
hiyo roho ya utasa iliyofunga huduma zao, hiyo roho ya utasa iliyofunga vibali vyao, kwa jina la Yesu washa moto, 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 washa moto. Lazima uzae sana, lazima uongezeke, lazima uzidishwe, lazima uongezeke, lazima Bwana akuzidishe, lazima uongezeke, lazima uzae sana, lazima uzidi sana, lazima ungae sana, lazima uongezeke sana. Hautaishia hapo, hautaishia hapo. Hapo sio mwisho wako, hapo sio mwisho wako. Hiyo sio hatima yako, huo sio mwisho wako, huo sio mwisho wako. Hiyo sio hatima yako, hiyo sio hatima yako. Ingia kwenye vita kila, ingia kwenye vita, ingia kwenye vita, ingia kwenye vita. Hiyo sio future ya watoto wako, hiyo sio future ya huduma yako, hiyo sio future ya biashara yako, hiyo sio future ya kazi yako. Hapo sio ambapo Bwana ameamua, Bwana ameamuru. Hapo sio ambapo Bwana ameamuru. Biblia inasema, na yajua mawazo anayoniwazia Bwana wangu ni mawazo ya amani, ya kunipa tumaini siku za mwisho. Ni mawazo mema, anayajua mawazo ni ya mafanikio, anayajua mawazo ni ya kubarikiwa, anayajua mawazo ni ya kuinuliwa. Piga kila rabaraba Eria katabada, oria manda katabasanda, eri parabashanderebo, oria katabarana, eri karabakandarabosi. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, aliyeshinda kifo akashinda mauti, kwa mamlaka ambayo Bwana ametupa kwenye madhabahu haya, kuinuka juu sana kwa mamlaka ambayo Bwana amenipa kwenye madhabahu haya. Unainuka juu sana, unainuka juu sana, unastawi sana, unaongezeka sana, unang'aa sana. Biblia inasema sisi ni mzabibu, Baba ndiye mkulima. Bwana Yesu, Bwana ndiye mkulima. Tawi ambalo halizai matunda linakatwa na kutupwa, tawi linalozaa linasafishwa ili zidi kuzaa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Watu wa Mungu kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu wanachukua nguvu ya kuzaa sana. Watu wa Mungu kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu wanachukua nguvu ya kuzaa matunda, wanachukua nguvu ya kuongezeka, wanachukua nguvu ya kukua sana, wanachukua nguvu ya kuzidi sana, wanachukua nguvu ya kung'ara sana, wanachukua nguvu ya kung'aa sana, wanachukua nguvu ya kupendeza sana, wanachukua nguvu ya kuzidi sana, wanachukua nguvu ya kuwaka sana, wanachukua nguvu ya kung'aa sana. Moto unawaka, nguvu inashuka, moto unashuka. Mungu kama radi, moto unashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu ya uzao, 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 roho 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 ya uzao. Rabarabara eria kalabara orika pakataka erika rapataka eba. Biashara zao zinapewa roho, kazi zao zinavaa roho. Biblia inasema, Samueli inasema, akamwambia Sauli, utapewa roho mpya, utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Wakitokea manabii utatabiri nao, wakitokea manabii wewe utatabiri pia. Rabaraba, wakitokea matajiri utakuwa miongoni mwao, utapewa roho. Wakitokea mitume utakuwa miongoni mwao, utapewa roho. Wakitokea wachungaji utakuwa miongoni mwao, wakitokea mabilionea utakuwa miongoni mwao, wale wenye majumba utakuwa miongoni mwao, wale wenye magari utakuwa miongoni mwao. Hiyo roho ya kuzaa, 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 roho ya kuongezeka, roho ya kuzidishwa, roho ya kutamaraki, roho ya kuonekana, roho ya kudhihirika, roho ya kuzidi sana, roho ya kuongezwa, roho ya kupanuliwa, roho ya kukuzwa. Rabarabara, 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 rekarabasha, sikabaraba, sikabaraba, rekarabashanda, riakada, riakadaba, isikitipuka, rekakaka, ikinamakashindaka, urakatosaka, rekapaka, rapopapapa, rekakaka, rapapakata, rekasikitikitaka. Watu wanajaa nguvu ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa. Uzae nguvu uweze kubeba, uzae nguvu uweze kubeba ujauzito, ubebe mimba, mimba ya mafanikio, mimba ya magari, mimba ya watoto, mimba ya mali, mimba ya huduma.
hiyo inashuka, ndio hiyo inashuka, ndio hiyo inashuka, ndio hiyo inashuka. Rabaraba Erika Rabashanda Rewarabakanda Erika Tabosika Erika Mayandaka Orabashakataba Orakadabakandabo Orika Tekerebakosa Ramakandaraboko Rika Ripa Papa Rakadebakatoka Rika Takayama Papa Kopengopo nguvu ya kuzaa tena, nguvu ya kuzaa matunda, nguvu ya kuzaa sana, nguvu ya kuzaa sana. Anatukuza Mungu kwa jinsi wazaavyo, kwa jinsi wazaavyo. Wanangu watazaa, Shiro watazaa, Shiro inazaa, Shiro inazaa, Shiro inazaa. Biashara yoyote inazaa matunda, hata iwe ndogo inazaa matunda, hata iwe ndogo inazaa matunda. Uwe unauza mkaa utatajirika, uwe unauza mayai itazaa matunda. Uwe ni kibarua itazaa matunda, uwe unauza chai itazaa matunda, uwe unauza mabani itazaa matunda. Kwa jina la Yesu, chochote ambacho kina kuingizia riziki yako kitazaa matunda. Kampuni zako zitazaa matunda, biashara hiyo inazaa matunda, huduma hiyo inazaa matunda, inazaa matunda, inazaa matunda, inazaa matunda, inazaa matunda. Hapo chini sio mahali pako, hapo chini sio mahali pako. Nasema hapo chini, hapo walipokuweka sio mahali pako, hapo walipoishia sio mahali pako. Biblia inasema tukuza Mungu kwa jinsi ambavyo unazaa sana, nguvu ya kuzaa, nguvu ya kustahimili maumivu ya leba, ili watu wazae, 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 ili watu wazae. Utatoka salama kwenye leba yako, utatoka salama kwenye leba yako, utatoka salama. Nasema kwa jina la Yesu Kristo, utatoka salama kwenye nyakati zako za kutengenezwa, utatoka salama. Rabarabara 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 rikarababa ostekatakataka rika makandaba rika tabosakata rokokoko rapapapa rikakoko sikatata rapapapa rakatata rakakaka rapapapa rikapapa sikapapa mata 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 wakuza mata 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 wakuongezeka mata 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 wakukua mata 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 wakuzidishwa mata 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 wakungara mata 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 wakuzidishwa rakakaka rapapapa unguruma unguruma. Simba wanalia kama simba, tai wanalia kama tai, tai wanalia kama tai. Rakakaka hayo mateso ya ngome machozi, usilie kama mnyonge, lia kama simba, unguruma kama simba, lia kama simba. Wewe sio mnyonge kwenye ulimwengu wa roho, wewe sio mnyonge kwenye ulimwengu wa roho, lia kama simba. Roho Bwana ingie ndani yako sasa, machozi yako yawe kama machozi ya simba. Rabarabara rikarabasha. Utakachopitia kisikuwe kwa jina la Yesu, utakayopitia iwe ni leba yako. Umeingia kwenye leba kuzaa vitu vipya karibu yako, hapa umeingia kwenye chumba cha wazazi, wanaingia kuzaa mashujaa, kuzaa watumishi, kuzaa wajemadari, kuzaa biashara, kuzaa viwango vikubwa, kuzaa viwango vipya. Hayo majaribu yanapita kwa jina la Yesu. Hapa unapita kwenye nafasi ya kuingia leba. Hayo majaribu hapo sio mateso, hayo majaribu hiyo ni mahali ya kuzaa sasa. Hapo leba sasa, sasa. Hata kama unaona unapita kwenye mateso, usiteseke sana. Ukilia kwa machozi, lia kama simba. Roar, 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 roar. Usilie machozi ya kisembe, lia maadui wakimbie, lia wanaokuwinda wakimbie, lia wanaokutafuta wakimbie. Ukilia usilie machozi ya kinyonge, machozi ya simba ya mwagike sasa.
Rikandaka Pakatosika Paka Ripa Papa Rika Yabosa Yerebo Kayaboshandarabo. Hapo sio mahali pa mateso, hapo sema ni reba. Unaona unapitia mateso fulani, anza kubadilisha, usiaite majaribu. Sema niko leba, sema niko leba, sema niko leba, sema niko leba. Hiyo hali unayopitia sio hali ya kufa, hiyo ni hali ya kuzaa, hiyo ni hali ya kuzaa, hiyo ni hali ya kuzaa. Amuru vitu vizaliwe, ambia vitu vizaliwe, amuru gari izaliwe, amuru biashara izaliwe, amuru taaluma izaliwe, amuru masomo yazaliwe, amuru kazi izaliwe, amuru kipawa kizaliwe, amuru kawarama izaliwe, amuru matoleo izaliwe, amuru watoto wazaliwe, amuru huduma izaliwe, amuru mana. Hii ni sauti ya matemedari, wanaombi wao, wanaamri. Amuru vitu vizaliwe, amuru vitu vizaliwe, amuru kwa jina la Yesu, amuru kwa jina la Yesu, amuru kwa jina la Yesu, amuru duka lizaliwe, amuru kazi izaliwe, amuru biashara izaliwe, amuru masaa haya. Esikitikitikitikitikitikita rakataka pakataka bosikitaka rakataka baka yandara bosikitaka. Omba usiwe mstaarabu, omba. Kwenye ulimwengu wa vita watu wanapaka mpaka matope usoni. Wa vita, ulimwengu wa vita, rakataka bosikitaka rakataka. Hata kama unaumwa, simama uombe. Kama umechanganyikiwa, simama uombe. Kama unajua ambacho unajua kwa, hata kama ni dhaifu, simama. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezra ya kwamba yeye aliye dhaifu aseme kwamba mimi ni hodari. Usikubali hayo magonjwa, usikubali huo udhaifu, usikubali hayo magonjwa, usikubali huo udhaifu. Makomando wakisikia filimbi ya vita imepigwa, hawaangalii magonjwa, hawaangalii majeraha ya risasi. Hayo yalipigwa tu, lakini hawajakuua. Bahati mbaya ni kwamba wamekuacha hai. Wachawi waliokuloga kitu walichokosea, wamekuacha hai. Waliokutafuta kukuua jambo walilokosea, wamekuacha hai. Shetani alichokosea, amekuacha hai. Kwa hiyo hatima yako wala haitaibiwa, kwa sababu umebaki hai, umebaki hai, umebaki hai. Rabadabadabadaba Rika rabashandarabo Rika bakandarabo kodia handa Rianda kabakanda karabosa Rianda kamakasete karabokanda. Kitu ambacho ulikuwa uweze kufanya, anza ukifanya sasa hivi. Anza kukifanya. Kama ulikuwa uweze kutembea, anza kutembea. Anza kufanya ambacho ulikuwa hauwezi kufanya. Kwa jina la Yesu, kuna uzima ambao unaachiliwa hapa, nami na usambaza kwenye wilaya zote za jiji la Mwanza, nami na usambaza kwenye mikoa yote ya nchi ya Tanzania, nami na usambaza kwenye mabara yote ya ulimwengu huu kwa jina la Yesu. Huo uzima sasa unashuka, sasa unashuka. Sasa roho ya uponyaji, roho ya uzima inaenda sasa kwa kila mzaliwa wa Shilo Placenta ambaye anaipenda au hataipendi. Roho ya baraka inaenda kumkalia kwa ajili ya madhabahu. Rabada kandaraboseka. Go deep, go deep. Rakakakaka. Ribabababa. Zama sana zama. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, kama akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, kama akiomba kwa bidii. Rikakakakakaka rapatapasakata rakatatata. Hivi changa vingine ni magari, hao wengine waliozaliwa ni nyumba, hao waliozaliwa ni huduma, hao waliozaliwa ni washirika, hao waliozaliwa ni partners, hao wamezaliwa partners, hao wamezaliwa partners, wamezaliwa na maonas, partners wa televisheni, partners kwa ajili ya redio, partners kwa ajili ya ujenzi, partners kwa ajili ya kazi, partners kwa ajili ya yatima, partners kwa ajili ya wachane. Wanazaliwa watoto. Masaa haya naona watoto wanazaliwa. Iria kadabadaba. Pokea mtoto wako kwenye ulimwengu wa roho. Pokea mtoto wako. Kama ni kazi yako,
yako, kama ni duka lako, kama ni biashara yako, chukua malango ya masaa, 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 chukua. Naona kiti kiko wazi, naona kiti kimepambwa, kina rangi nyekundu, alafu miimo ya hicho kiti ina rangi ya dhahabu. Naona ufalme, naona ufalme, kalia hicho kiti cha ufalme. Nakiona kingine kwenye madhabahu, hicho kiti kikuu, iria baba uraya kadabadaba erika pakataba sanda iria kadabadaba handa. Oh, mahali ambapo walidhani hautafika, naona mavazi mapya, vazi jipya, 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 vazi la uzazi rakada rekeda ya baba shandara bokoria yanda kama karabaka orika bakadabadaba esikadabadaba kandara bokoria. Nani aliyesema utapigwa? Nani aliyesema watakushinda? Nani aliyesema watakuwinda? Nani aliyesema watoto wako watawindwa? Dunia imesema, lakini Mungu amesema nini? Hata kama watu wamesema, lakini Mungu amesema nini? Wamesema watoto wako ni majasi, je, Mungu amesema nini? Wamesema unauma magonjwa yasiyopona, je, Mungu amesema nini? Wamesema ukimwi ina dawa, je, Mungu amesema nini? Wamesema kansa itibiki, je, Mungu amesema nini? Wamesema matumbo wako umetoboka, je, Mungu amesema nini? Wamesema una madonda ya tumbo, je, Mungu amesema nini? Yeye amesema na yajua mawazo leo kuwazia ni mawazo ya amani, ya kukupa tumaini. Yeye amesema anaachilia nuru. Wamesema wewe ni maskini, je, Mungu anasema nini kuhusu utajiri? Je, Mungu amesema nini? Je, Mungu amesema nini? Je, Mungu amesema nini? Je, amesema nini? Unasema hiyo hali ya kwako, hapana, ikatae. Mungu amesema nini? Mungu amesema nini? Mungu amesema nini? Ingia kwenye maombi, sokota ya maombi, mkumbushe. Rabada inara koria. Sokota maombi haya. Sema yoyote hali yoyote ambayo unaipitia, umuulize Mungu, je, Mungu amesema nini? Nataka useme vitu ambavyo Mungu amevisema juu ya afya yako. Uombe ukisema vitu ambavyo Mungu amevisema kwa ajili ya uchumi wako. Uombe ukitamka vitu ambavyo Mungu amevisema kwa ajili ya kazi yako. Uombe ukitamka vitu ambavyo Mungu amevisema kwa ajili ya ndoa lako. Uombe ukitamka vitu ambavyo Mungu amevisema kwa ajili ya kanisa lako. Alisema ya kwamba kwa ajili ya kanisa atalijenga kanisa juu ya misingi na juu ya mwamba ambayo malango yoyote ya kuzimu hayatalitikisa. Bwana Yesu, walisema kuna wachawi, umesema ya kwamba ile kanisa lako limejengwa juu ya misingi imara. Wachawi wawezi wakalitikisa, waganga hawawezi wakalitikisa, wasota hawawezi wakalitikisa, wanajimwa hawawezi wakalitikisa, waongo hawawezi wakalitikisa, wasihiri hawawezi wakalitikisa. Rabaraba indaralo. Kiseme kitu ambacho Mungu anakisema juu ya jambo lako. Zungumza kwa ajili ya ndoa yako, zungumza kwa ajili ya watoto wako. Kweli wamesema watoto wako wameharibika, lakini Mungu amesema ya kwamba watoto wetu watafundishwa na Bwana, na ya watoto wetu itakuwa ni kubwa mno. Watapata ada ili amani yao iwe kubwa mno. Watapata masomo mazuri ili amani yao iwe kubwa mno. Watapata nafasi ili amani yao iwe kubwa mno. Tumia neno la Mungu, zungumza juu ya kitu kinachokuhusu sasa, kinachoyahusu maisha yako. Wamesema utakufa kwa magonjwa. Mungu amesema nini juu ya kifo? Amesema hautakufa bali utaishi. Rabaraba. Oh, rakarabaka. Ribarabashanda. Wamesema utakufa, nitayasimulia matendo ya Bwana. Wamesema nini juu ya tumbo lako? Wamesema kuna ugumba, lakini Mungu amesema hakutakuwa na tasa wala mwenye kuharibu mimba katika Israeli. Wamesema umerogwa, eti watoto wako wamerogwa, eti nyumba yako imerogwa. Ni kweli wanadamu wamesema, lakini Mungu anasema hakuna uchawi wala ukanga juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Rabaraba.
ukijaribu unashindwa, ukijitahidi unaanguka. Mungu anasema nini? Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwake yanawezekana, kwake yanawezekana, kwake yanawezekana, kwake yanawezekana, kwake yanawezekana. Sokota maombi, sokota maombi, sokota maombi, sokota maombi. Rabarabara. Wamesema umenyauka, wamesema umepoteza nuru, wamesema umeishiwa, wamesema umefilisika. Je, Mungu amesema nini? Je, Mungu amesema nini? Amesema ya kwamba wale wanaomtegemea Bwana watafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji mengi. Hata wakati wa hari ukija, wakati wa kiangazi, wakati wa jua ukija, wao watastawi, wao watastawi, wao watastawi. Rakadabarabahanda erikarabahanda rabokoria oriamanda rabokori isikitikitikiti orikarabasanda raboko rikarabakandaraba rikadabahanda raboko eriababababa rikadabayanda rakadabasikitiboha rikadabakandaraboko rikarabaka rakadabasitiriboko rikabakanda. Kweli wamesema na wewe mda mwingine umesema, lakini Mungu anasema nini juu yako? Kwa jina la Yesu, kila roho isiyo ya Mungu, magonjwa, arthritis, cancer, kisukari, uvimbe, malaria, typhoid, wazimu, Yesus, utindio wa ubongo, ulemavu, upofu, uziwi, ububu wa kiroho na kimwili, mauti, Shukuru Mungu, sema asante Yesu, asante Yesu. Inua sauti tu, sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante, asante, asante. Asante, asante, asante. Asante, asante, asante. Shukuru Bwana amekupa roho mpya. Sauli alikuwa juu ufalme, wale alikuwa ana roho ya ufalme. Lakini Samueli akamwambia Sauli, sikiliza, hii nchi imezoea inaongozwa kinabii. Hata kama wewe sio nabii, ninakupa roho ya unabii. Wakitokea manabii utatabiri pamoja nao, utatabiri pamoja nao, utatabiri, utatabiri. Kwa jina la Yesu. Samueli anamwambia, anapewa roho mpya Sauli. Nchi ya Israeli imezoea inaongozwa kinabii. Sasa yeye ni mfalme na mwanasiasa, lakini anaambiwa na Samueli anapewa roho mpya. Wakitokea manabii atatabiri pamoja nao, naye atageuzwa, atakuwa mtu mwingine, atakuwa mtu mwingine. Mshukuru Bwana kwa sababu umekuwa mtu mwingine, umekuwa mtu mwingine, umekuwa mtu mwingine, umekuwa mtu mwingine. Masomo yako yameonekana, huu ni ukurasa mpya umefunuliwa, hii ni hatua mpya imefunuliwa. In the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mengi.
Mpe Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu sababu ya neema hii. Tunamshukuru Mungu sababu ya kibali hiki. Tunamshukuru Mungu sababu ya wakati huu. Mlete baba yetu, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Shangilie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki kwa kuja. Bwana asifiwe. Bwana akubariki mno kwa kuja, na umefanya ujue kwamba kuna ulimwengu fulani umeupindua, umeingia ulimwengu mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Mama Winnie. Bwana asifiwe. Mtoto wake alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Bwana asifiwe. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Nilipofika ule mtaa, nilipofika tu nikasema ili anga sio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ila Mungu alitupeleka kuhubiri injili. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtaona matunda yanakuja, mpaka balozi wa mtaa atakuja. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna jambo lingine linaweza likatokea, kumbe ni makusudi ya Mungu litokee ili Mungu ajitwalie utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumepewa namba nyingi, mpaka balozi wa mtaa ametupa namba, amesema Jumapili lazima aje. Vijana wakakimbia, wakaja wakasema hakika. Bwana asifiwe. Nyinyi ni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lile anga lote lina kitu. Bwana asifiwe. Na linahitaji injili. Bwana asifiwe. Na liko wazi kuhubiriwa na watu wanataka kuokoka. Bwana asifiwe. Mji wa Mwanza ni mkubwa mno. Bwana asifiwe. Na nilikuwa sijawahi kwendako. Panaitwa wapi? Panaitwa Ipuli. Sijawahi kukanyagako. Bwana asifiwe. Haleluya. Lile anga liko vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini yupo adui ambaye analipepeta lile anga. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tumepata ushuhuda zaidi ya watu watatu. Mtoto anapotea kwa mazingira, anapotea kwa mazingara. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu angalia mtoto jinsi alivyo huyu, wa miaka 3, lakini ametoka Ipuli mbali sana. Ametoka Ipuli mpaka amekuja kuokotwa na mwanamke Maina, akampeleka Mwatex. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna haja ya kuihubiri injili Ipuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Jumapili mtaona matunda yatakuja. Bwana asifiwe. Sisi tukaze, tuombe, Bwana atatenda kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani nimejifunza leo kila jambo lina makusudi. Kila jambo lina sababu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu akubariki kwa kuja. Hebu ngoja nikuweke mikononi mwa Mungu, na tunapoondoka kwenda nyumbani, zidi kuomba. Ukipata nafasi omba, jitakase, jiweke vizuri, jitakase. Ombea huduma hii, omba, jiingize wewe mwenyewe, utaona baraka za Mungu zitakapokufuata. Hebu fumanika macho yako niombe. Takatifu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa sababu leo ni siku yetu ya pili ya maombi. Bwana Yesu unazidi kujidhihirisha, Bwana Yesu unazidi kutenda. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Gari ya mfarume, Bwana umesema kila jambo lina kusudi, lina sababu kutokea, ili Mungu kajitwalie utukufu, uweza na mamlaka. Gari ya Bwana yetu ipo kanyaga katika mji wa Ipuli. Mungu wetu umeweza kutenda, umeweza kufanya, na umeweza kuokoa. Bwana Yesu asante kwa sababu ya wakati huu. Bwana angalia, nazidi kuwafunika mikononi mwako roho ya kila namna kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote adui atakapo atafuta watu hawa asiwapate, ninawaficha kwa damu yako, ninawaficha kwa madhabahu yako, ninawaficha kwa wigo wako, ninawafunika kwa wigo, ninawafunika kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Adui akiwatafuta asiwapate, asipate familia zao, asipate watoto wao. Kila mipango wanayopanga ipangike, kila fedha wanayoshika ishikike, kila kitu wanakokitabiri kitabirike ndani ya maisha yao, kitokee ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo.
ninaenda kinyume, ninasimama kama shahidi mwaminifu mtumishi wako, ninaenda kinyume na kila roho zote zinazopepeta watu na kuwatoa nje kwa jina la Yesu Kristo. Kama roho za kichawi tumeshatambua kwa jina la Yesu Kristo, zitokomee, tunazitokomeza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, zishindwe katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, niseme nini mbele zako Bwana Yesu, bali na kurudishia sifa, utukufu, uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.